Na kusalimu kwa upendo wa Mungu asubuhi ya leo. Ninaomba nikukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu. Na ujumbe wetu nasema umuhimu wa kuambatana na Mungu. Kitabu cha Wafalme wa Pili mlango ule wa 18 mstari wa 5 na hata wa 6. Alimtumaini Bwana Mungu wa Israeli, hata baada yake hapakuwepo na mfano wake katika wafalme wote wa Yuda, wala katika hao waliotangulia. Maana alishikamana na Bwana, hakuacha kumtafuta, bali alizishika amri zake Bwana alizomwamuru Musa. Naye Bwana akawa pamoja naye kila alikokwenda. Alifanikiwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo, mpendwa wangu na rafiki yangu, hakuna kitu cha thamani na kinachoweza kukufanikisha, maana kila mtu anatamani kufanikiwa. Maandiko yanasema Sulemani aliposhikamana na Mungu, alipoambatana na Mungu, hakukuwa na mfano wa mfalme kama yeye. Na siri iliyomfanya asiwepo mwingine kama yeye si kwa sababu alikuwa msomi sana ama alikuwa na sifa nyingine, lakini sifa inayoonekana moja, maandiko anasema kwa sababu alishikamana na Mungu. Na hakwenda kama wafalme wengine walipokuwa waliomtangulia, lakini yeye alishikamana na Mungu. Ile siri ya kushikamana na Mungu, ya kuwa karibu na Mungu, ilimfanya, maandiko anasema, naye Bwana akawa pamoja naye. Kwa unaposhikamana na Mungu, naye Mungu anashikamana na wewe. Ndio maana katika Warumi mlango wa 1 mstari wa 21 na kuendelea, maandiko yanasema walipomfahamu Mungu katika fahamu zao walipumbazika, wakamwacha Mungu wa kweli, wakaibadili kweli ya Mungu, wakaanza kuabudu vitu ambavyo havina uhai. Na maandiko yanasema Mungu akawaacha. Kwa nini? Kwa sababu wao walitangulia kumwacha Mungu. Kwa hiyo mwanadamu unapomwacha Mungu, na Mungu naye anakuacha. Ndio maana nasema katika Yakobo, mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Kadri unavyotengeneza ukaribu na Mungu, na ndivyo Mungu anavyotengeneza ukaribu na wewe. Huwezi kukaa mbali na Mungu ukategemea uwepo wa Mungu utakuwa pamoja nawe. Ndio maana nasema ninawapenda wale wanipendao, ya kwamba Mungu anampenda yule ambaye hata yeye mwenyewe anampenda Mungu. Huwezi kumpenda mtu ambaye hakupendi, na kama utalazimisha kumpenda mtu ambaye hakupendi, utaumia. Ndio maana Mungu anampenda yule ambaye anampenda, na tena akasema wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Kwamba katika kumpenda Mungu, katika kuambatana na Mungu, lazima ndani yako kuwe na moyo wa kuwa na bidii. Ule mstari wa 7 tuliosoma nasema, naye Bwana akawa pamoja naye kila alikokwenda, alifanikiwa. Kwamba unapoambatana na Mungu, mpendwa, kila utakalolifanya kwenye maisha yako, utakaloligusa kwa mikono yako, Mungu lazima akufanikishe. Ndio maana nasema katika Zaburi sura ya 1, maandiko yanasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wakosaji, wala kusimama katika baraza la wenye mizaa. Lakini chini yake anasema
na sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, naye utafakari usiku na mchana, kila ageukapo hufanikiwa. Unapokuwa na ushirikiano na Mungu aliye hai, aliyekuumba, aliyeahidi ya kwamba mimi nitabariki kazi ya mikono yako, nitabariki ndoto zako. Unapotengeneza uhusiano na huyo Mungu mpendwa, lazima maisha yako yatakuwa ya tofauti. Ndio maana Daudi anasema tangu alipokuwa mtoto mpaka amekuwa mzee, hajawahi kumwona mtu aliyeshikamana na Mungu ameachwa. Kwa unapoambatana na Mungu unatengeneza baraka kwenye maisha yako. Yeremia mlango ule wa 7 na mstari wa 23 anasema, lakini aliwaamuru neno hili nikisema, sikilizeni sauti yangu, nami nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu, mkienenda katika njia ile yote niliyowaamuru mpate kufanikiwa. Mpendwa, nikuambia asubuhi ya leo, ni shetani peke yake ndiye hataki sisi tufanikiwe. Maana Mungu ameahidi kutubariki duniani na kisha ametuahidi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo haijalishi parapanda italia kesho, lakini bado Mungu ameahidi kutubariki chini ya jua. Bado Mungu ametuahidi kula mema ya nchi. Lakini tutakulaje mema ya nchi kama hatuna uhusiano na Mungu wetu? Anasema ikiwa tutakwenda katika njia zake, yeye atakuwa Mungu wetu na sisi tutakuwa watoto wake. Alafu anasema nanyi mpate kufanikiwa, kwamba mafanikio yanatokana na ule uhusiano wetu. Katika Kutoka sura ya 34 kuanzia mstari wa 8 mpaka wa 9, Musa akafanya haraka, akashikamana, akainamisha kichwa chake hata nchi akasujudu. Akasema, ikiwa sasa nimepata neema mbele zako Bwana, na kuomba Bwana uende kati yetu. Maana yake Musa alitamani asitembee katika maisha yake pasipo Mungu. Na mimi ningetamani asubuhi ya leo mpendwa, chochote Mungu anachokubariki kufanya, usifanye pasipo Mungu. Mshirikishe Mungu mambo unayofanya, ili neema ya Mungu iwepo katika kila jambo lako. Maana Musa anamwambia Mungu, ni kweli umeniambia nishuke kwenye mlima, lakini nitakwendaje kama wewe hauko katikati yetu? Maana jua ukiwa katikati yetu, hata kama kuna vita vitakavyoinuka mbele, hata kama kuna mapito, hata kama kuna magumu tutakayokutana nayo, Musa anaamini atashinda, kwa sababu Mungu atakuwa pamoja nao. Ndio maana maandiko yanasema, Bwana akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Nikuambia asubuhi ya leo mpendwa, walio upande wako unaweza ukawaona walioinuka kuwa ni wengi sana, lakini kama Mungu aliye hai akiwa upande wako, wewe ni shujaa, wewe ni mshindi, wewe ni mtawala. Asubuhi ya leo mpendwa, tamani kushikamana na Mungu katika maisha yako. Wacha niombe. Mungu mwaminifu uliye hai, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu na sisi tu kazi ya mikono yako. Asante kwa sababu ya yule mtu anayesikia ujumbe huu asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu, naomba ukutane na mahitaji yake na majibu ya maisha yake, katika jina la Yesu Kristo, amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew, Arusha, Tanzania. Namba yangu ya simu ni 0655 96 11 70.